Habari Leo, ambalo habari kubwa yenyewe inasema Dr. Mwakyembe aibua zogo jipya Richmond. Achukua fomu rais, afichua hujuma iliyopangwa. Ripoti yake ilikuwa ihaririwe, isambazwe upya. Mfuasi wa msaka uraisi akamatwa, akiri kila kitu. Habari kamili ni ukurasa wa pili wa gazeti hili la Habari Leo. Lakini habari nyingine inasema reli da suluhisho la msongamano. Na habari nyingine inasema JK atamba mafanikio mapambano ya rushwa, asema ni yeye aliasisi mjadala wa ripoti za CAG. Hilo ni gazeti Habari Leo katika ukurasa wake wa mwanzo. Zanzibar Leo ukurasa wake wa mwanzo, uraisi si cheo cha majaribio, ni kauli yake Membe, lakini maagizo hayamalizi rushwa, ni Rais Jakaya Kikwete ametoa kauli hiyo. Lakini habari nyingine inasema Balozi Seif au zika mgogoro Muyuni A na B, mji mpya wa kibiashara kujengwa Fumba. Hiyo ni habari kutoka gazeti hili la Zanzibar Leo, na habari kamili pia ipo katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Fikra ya Kinifu, gazeti Mtanzania hili lenye ukurasa wake wa mwanzo kabisa limeandika habari kubwa inayosema hofu uraisi CCM kutekwa nyara. Baadhi ya wagombea watiliwa shaka kusukumwa na mfumo. Habari kamili ni ukurasa wa 3 wa gazeti hili kuhusiana na hofu uraisi CCM kutekwa nyara. Lakini habari nyingine, uraisi CCM 2015 anasema sina kinyongo na Lowassa, ni Dr. Mwakyembe huyo asema kuna mpambe wa mgombea uraisi aliyepanga kumfitinisha, ataja njama za kundi moja kukarabati ripoti ya Richmond. Hilo ni gazeti Mtanzania likiwa na picha ya Dr. Harrison Mwakyembe akionyesha fomu za kuomba kuteuliwa na CCM kugombea uraisi. Hiyo ilikuwa ni makao makuu huko Dodoma jana. Raia Tanzania, gazeti makini kwa watu makini, habari kubwa inasema Lowassa atikisa, msafara wake waambatana na helikopta angani huko Mbeya. Mkazi adua ahoji mapesa hayo yatarudishwaje Ikulu. Onyo la msajili wa vyama kuhusu pingamizi lazidisha joto. Lakini hapa kuna habari pia inasema msaka uraisi apigwa, na kuna habari picha hapa inamuonyesha Mtanzania wa kuwania uraisi kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi Dr. Muzamili Kalokola akipigwa na vijana wa chama hicho katika mkutano wa Edward Lowassa wakati wa kusaka wadhamini mkoani Tanga. Hii picha ilipigwa hivi karibuni na kuna picha utaiona katika gazeti hili la Raia Tanzania. Ukiachana habari hiyo, habari nyingine inasema Makongoro Membe sasa watoa onyo. Makongoro asema Yahya unaishi wapi? Asipewe nchi. Liatonga Mrema ampigia debe kutoka Vunjo. Habari kamili ni ukurasa wa 4 na ukurasa wa 6 wa gazeti hili la Raia Tanzania. Lakini ukiachana habari hizo, Lipumba ataka Kikwete anyonge wauaji albino. Hiyo ni gazeti Raia Tanzania. Jambo Leo sauti ya jamii, habari kubwa inasema watiania wa mafisadi kukatwa, ni kauli yake Msekwa, ni wale wanaowania uraisi kupitia CCM. Mawaziri rudini bungeni, ni kauli yake Spika. Lakini Mbowe afunika Moshi, na kuna habari picha hapa inaonyesha mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Freeman Mbowe akiwahutubia wananchi wa Moshi mjini katika viwanja vya Lerwe. Hiyo ilikuwa ni jana. Gazeti Jambo Leo namna hiyo. Lakini gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, Lowassa aitikisa ngome ya Chadema, avunja rekodi Mbeya, apata wadhamini 53,116, asisitiza uongozi wake utakuwa wa mchaka. Safari ya matumaini yageuka kuwa ya uhakika. Aliyekamatwa akiuza albino jela miaka 10. Dr. Mwakyembe atia nguu vita ya uraisi, asema akitinga Ikulu kasi yake itakuwa kama ya Richmond. Ni gazeti Majira linavyoandika. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenyewe ukurasa wake wa mwanzo, gazeti Nipashe ukurasa wa mwanzo, habari kubwa inasema 41% baraza la mawaziri wajitosa kumrithi Kikwete. Ni gazeti Nipashe ukurasa wake wa mwanzo kama linavyoandika katika ukurasa wake wa mwanzo. Gazeti Nipashe inamuonyesha Dr. Mwakyembe hali kadhalika pia akiwa ameshikilia kabrasha hilo, lakini akisema nikichaguliwa wanaojihusisha na rushwa wabadili tabia. Ni Dr. Mwakyembe asema hivyo, lakini nitawawekea mazingira mazuri ya kibiashara wa machinga. Ni Lowassa huyo akisema hivyo. Lakini mufti mpya kupatikana ndani ya siku 7. Baraza Kuu la Waislamu nchini BAKWATA limesema litatangaza mrithi wa mufti Tanzania ndani ya siku 7 kuanzia jana. Akizungumza na Nipashe kwa njia ya simu, katibu mkuu wa BAKWATA Sheikh Suleiman Lolila alisema utaratibu unaendelea kuhakikisha katika kipindi hicho jina la mufti mpya linapatikana. Ni gazeti Nipashe katika ukurasa wake wa mwanzo ndivyo linavyodokeza, lakini habari hii inaendelea ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Nipashe. Sauti ya Watu Tanzania Daima, habari kubwa Mwakyembe wa 37 kuutaka uraisi, alipua bomu jipya Richmond, azungumzia waliomlisha sumu, hapa kupambana na mafisadi wala rushwa.
lakini mbunge CCM amshangaa JK kuwapo madarakani. Habari kamili ni ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Tanzania Daima. Gazeti Uhuru, habari kubwa ni ile ile, rais CCM 2015, Dr. Mwakembe achukua fomu aibua Richmond, lakini Membe asema urais si cheo cha kukurupuka kuja wala kujaribiwa. Pinda naye asema naamini uwezo na vigezo vyote ninavyo, lakini Makongoro asema CCM si genge la mafisadi wala wezi. Habari nyingine nasema Dr. DC Kingu akana kutafuna fedha. Nyingine nasema Mbowe sasa jiuzulu, ni kauli yake Nape. Lakini spika achimba mkwara. Achimba mkwara gani? Ni ukurasa wa 8 basi wa gazeti hili la Uhuru. Nikachana gazeti Uhuru, gazeti Daily News lenyewe ukurasa wake wa mwanzo inasema India sasa yataka kuwekeza, yataka kufanya Tanzania kuwa ngome yake Afrika ya Mashariki katika ujenzi wa viwanda na vitu vingine katika biashara yake. Lakini kukamilika kwa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Nyerere huo unaojengwa, basi wenyewe utaongeza biashara ya anga kwa hapa nyumbani Tanzania. Lakini Mwakiembe aungana na Watanzania wengine naye pia katika kutaka kugombea urais kupitia CCM. Lakini kuna habari picha hapa inamuonyesha Rais Jakaya Kikwete akiwa na mkewe Mama Salma Kikwete katika kaburi la muasisi wa taifa la India Mahatma Gandhi. Ilikuwa ni New Delhi jana, akiweka shada la maua katika kaburi la Mahatma Gandhi. Rais Jakaya Kikwete, kuna picha nzuri ambayo imepigwa naye Freddy Maro ambaye yuko India pia katika ziara hiyo ya Rais Jakaya Kikwete. Ni gazeti Daily News katika ukurasa wake wa mwanzo. The Guardian ukurasa wake wa mwanzo unasema gharama kubwa za maji ama bili mpya za maji zilizotolewa na Dawasa na Dawasco za pingwa vikali na watumiaji wa maji hayo. Kumbuka bei yenyewe ni kutoka katika bei ya sasa ya shilingi 1098 kwa lita 1000 na kwenda mpaka shilingi 2631, ambayo ni sawasawa na mabadiliko ya asilimia 139. Basi watumiaji wa maji wameweza kupinga vikali mabadiliko ya bei hiyo. Lakini habari nyingine inasema acheni matumizi ya dola katika kulipisha Watanzania. Ni Rais Jakaya Kikwete atoa kauli hiyo. Lakini Mwakiembe aungana na wengine katika kuwania urais kupitia Chama cha Mapinduzi katika kutangazania. Ndivyo ninavyoandika gazeti The Guardian. Lakini kuna habari picha hapa inaonyesha baadhi ya viongozi wa vyama vya siasa ambao walishiriki katika mdahalo ulioandaliwa na meza ama tuseme na muungano wa wale viongozi wa taasisi mbalimbali ama wakurugenzi wa taasisi mbalimbali, yani CEO round table, ambapo moja kwa moja mdahalo huo uliwahusisha, na muona hapa katika gazeti The Guardian. Katika habari picha hapa yupo kiongozi wa chama cha ACT Zito Kabwe, lakini pia NLD Emmanuel Makaidi, lakini vile vile CUF Ibrahim Lipumba, lakini na James Mbatia wa NCCR Mageuzi. Ni gazeti The Guardian linavyoonekana katika ukurasa wake wa mwanzo. Tugeuze magazeti haya sasa, tuende kwa upande wa michezo na burudani, tukihitimisha hivyo tukianza na gazeti hili la The Guardian. Stars leo uwanjani dhidi ya Uganda the Cranes. Lakini habari nyingine inasema Andy Murray atinga robo finali katika lile kombe la mfalme kwa upande wa tennis. Lakini vile vile Yanga kumjaribu Kamara wao wale yule kutoka Sierra Leone na klabu ya Sports Club Villa ya Uganda katika mchezo wa kirafiki. Lakini uchaguzi soka wanawake ni Agosti 15. Ni gazeti The Guardian ukurasa wa michezo. Daily News upande wa michezo, habari kubwa ni ile Stars leo kupambana na the Cranes katika jaribio lao lingine, lilikuwa ni jaribio kwa mwalimu hilo. Lakini vile vile kanda Dar es Salaam yaibuka bingwa upande wa miseta.